Dar es Salaam Young Africans wamepigwa faini ya milioni 30 baada ya kufanya kosa. Bana, tumenunua nyumba nje ya uwanja wao. Leo walikuja na kombe, wakishinda walionyesha hapo kombe liko wapi? La kimchezo kwa kwenda kubadilisha nguo katika sehemu isiyokuwa sahihi. Yaani walitakiwa kubadilisha nguo katika vyumba vya kubadilishia nguo pale General Isamuhyo, lakini wao walienda kubadilishia nguo katika jumba wanalojiita jumba la maajabu, kitu ambacho ni wamevunja sheria. Na faini hiyo baada ya kutoka leo wameonekana kuitikia wito, na hii imepitishwa kama bakuli kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans waweze kuchangia. Mpaka sasa mashabiki wameshachangia, ni milioni kadhaa zimeweza kufika. Yes, milioni kadhaa zimeweza kufika na wananchi wanajitoa kwa moyo kweli kweli. Lakini naona mashabiki wa mpira wa miguu wamekuwa na mkanganyiko juu ya hili, lakini kwa upande wa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, wao ni furaha baada ya kusikia hivyo, wamechanga, na hii wanaona kwamba pesa hizo zinakwenda kutimia baada ya kufanya mchango huo. Lakini nafikiri hili likawa funzo kwa bodi ya ligi, kwa adhabu ambazo wanakuwa wakizitoa kwa baadhi ya timu. Je, adhabu hizo zinakuwa zinatija? Hizo adhabu ambazo wanakuwa wakizitoa, je, zinatija kwamba zitaweza kusababisha kupunguza matukio hayo, au wanatoa adhabu ambazo ni kama vile sisimizi kumsukumiza tembo kutegemea kwamba atadondoka? Yes, kwa sababu tukiangalia Dar es Salaam Young Africans ni timu kubwa na ina fans base ambao wana uwezo, wanaweza kujitoa, na pia ina uongozi mkubwa wa klabu, ina mdhamini ambaye ana pesa nyingi kwa maana ya kwamba GSM. Sasa kama Dar es Salaam Young Africans anapigwa faini ya milioni 30, anakwenda kuitoa siku hiyo hiyo, inakwenda kukamilika baada ya Harambee kupita. Sasa itawashinda nini tena kufanya kosa la namna hiyo tena, kwa sababu wana uwezo wa kuchangia? Mimi nafikiri sio tu adhabu ya kiasi cha fedha ambacho kitaweza kuchangiwa, bali pia kuna adhabu ambayo timu kama itaendelea kurudia makosa yale yale, basi ipewe adhabu nyingine tofauti ambayo haitahitaji harambee ya mashabiki au uwezo wa kifedha, kwa sababu hii inamaanisha kwamba strong will survive, weak will die. Kwa maana kwamba kwenye timu ambayo haina uwezo wa kulipa hizo faini inakuaje? Kwamba wenye uwezo wa kufanya haya makosa, kama wana uwezo wa kifedha, basi wanaruhusiwa kufanya makosa kama hayo. Kwa kifupi, kwa adhabu kama hizi, bodi ya ligi inakuwa imelalisha makosa kama hayo yafanyike kwa watu wenye fedha. Yes, maoni yangu ni vipi? Ni kwamba hizo adhabu ambazo zinatolewa, pesa iwe ni sehemu ya adhabu, lakini kuna adhabu nyingine ambayo wanatakiwa waitumikie ili iwe funzo kutokufanya tena. Kwamba kama ukifanya, hata kama umelipa fine, lakini ukiendelea kufanya kosa labda mara ya kwanza, mara ya pili na ya tatu, kuna adhabu ambayo inaweza kukukuta aidha hata kushushwa daraja, ili kuwe kuna heshima. Vilabu hivi vya Simba na Yanga vinakuwa vina tabia hiyo hiyo. Leo ataweza kufanya Simba, atafanya Dar es Salaam Young Africans, na wote tumeona fine ni milioni 30, kiasi kikubwa cha pesa ambacho wana uwezo pia kukilipa. Na Simba inafahamu hiyo kwamba ikifanya hilo kosa siku nyingine itapigwa faini ya milioni 30. Simba watakapoenda kwenye mechi yao, kutokana na mashati ambao watakuwepo nao, wengi tunajua ligi ya Kariakoo inavyoenda, na Aswa Dabi inaongozwa pia kwa imani fulani hivi, naweza kusema ni imani pia za kishirikina. Kwa hivyo basi watu wengi sana wameipa kipaumbele imani za kishirikina kuliko uwezo binafsi wa timu kuweza kupambana. Kwa sababu kama timu imewekeza vizuri na wachezaji wa kila aina na kila kitu, kwa nini ianze kufikiria mambo ya imani za kishirikina? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba namna gani ligi yetu inavyoenda, si kwa viwango tu pekee, bali kuna nguvu nyingine ya ziada ambayo inaongoza ligi yetu. Sasa kama Simba ataenda kufanya kosa hilo tena baada ya mechi nyingine, wakifahamu kwamba uwezo wa kulipa milioni 30 kwa ndani ya uwezo wao, unafikiria makosa yataisha? Au target ya bodi ya ligi si kumaliza makosa, ni kupata pesa kwa faini ambazo watakuwa wanazipiga vilabu hivi ili kuweza kujiingizia kipato? Kama itakuwa target yao ndio hiyo, basi waendelee kuwa na msimamo wao huo wa kupiga fine, ingawa kwa makosa yatakuwa endelevu kwa hizi timu kubwa za Kariakoo. Lakini ukiangalia timu ndogo, ukizipiga fine kama hizi kama umeziua, na huwa timu ndogo zinaepuka kufanya hivyo kwa sababu wanajua hawana uwezo wa kulipa hizo pesa. Lakini kwa timu ambazo zitakuwa zina uwezo kulipa hizo pesa, basi haya makosa tu tunategemea zaidi kwenye ligi yetu, na ambao watakuwa wamelalisha ni wahusika wakuu wenyewe, kwa kuwa wanahitaji kiasi cha pesa kwa ambaye atafanya kosa hilo. Kwa hiyo kuna adhabu kubwa zaidi ya hii ili kuweza kumaliza kabisa haya matatizo. Hayo yalikuwa ni maoni yangu kutokana na hilo. Lakini lingine ni swala la
lawama ambazo zinakuwa zikitoka. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukumbusha matukio ya wiki hii na wiki iliyopita kule. Tunaona Simba wameweza kuchukua tuzo ya klabu bora ya mwaka 2024-2025. Yes, lakini tumeona upande wa pili Dar es Salaam Young Africans wakishangaa, timu ambayo ina miaka minne mfululizo haijawahi kuchukua ubingwa wa ligi kuu inakuaje timu bora. Ni kitu ambacho tumewasikiliza wachambuzi mbalimbali wakiwa wanazungumza, tumewasikiliza pia wadau wa mpira wa miguu wakiwa wanazungumza, lakini imekaa kitimu zaidi. Mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans yeye atakwambia kwamba huo ni uongo na ni kitu ambacho hakipo, lakini shabiki wa Simba atakubaliana na wewe kwa kukupa fakti zake. Shabiki wa Simba atakwambia kwamba Simba imeweza kuchukua klabu bora ya mwaka 2026 kutokana na kuweza kufika hatua ya finali mashindano ya mashindano ya CAF Confederation. Sasa wewe hiko ndio kigezo ambacho wanaamini, na pia waliweza kufika, walikuwa wameingia top 10 club bora barani Afrika, kitu ambacho wapinzani wao hawakuepo. Kwa hiyo waangalie vigezo ambavyo wameangalia. Sasa kwa mashabiki wa mpira wanakuwa wanaondoa ile ladha kwamba ukiwa wahusika wakuu, kwa maana kwamba mamlaka imeweza kutoa takwimu zake, tusiwe wajuaji sana, kwa sababu tunakuwa tunaharibu ile ladha ya mpira wetu kwa kuwa na takwimu zetu binafsi tukizifuata. Angalieni mamlaka husika imetoa takwimu, imeangalia vigezo gani. Na nafikiri walio kwenye mamlaka husika sio watu tu wamekurupuka kutoka huko kijijini ndani huko, wamekuja kupanga hiyo nani rank. Ukiangalia ni watu ambao wamesoma, ukiangalia ni kamati ambayo imekaa, ukiangalia ni watu ambao wanaojua mpira vilivyo kuliko hata wewe shabiki wa timu fulani ambayo upo huko kijijini, umekaa umetulia unasikiliza redio, baadaye ukisikiza mchambuzi fulani anasema kitu fulani, wewe unaamka nacho, unasimama nacho ukiamini alichokisema yule. Tujifunze pia kuheshimu mpira wetu, tujifunze pia kuheshimu mamlaka husika, sababu mpaka hapa zimefika tayari wanajua ni kitu gani ambacho wanakifanya. Ukweli ni kwamba hakuna takwimu ambazo zinatolewa na mamlaka husika ambazo kama ni za kuhusu Yanga, labda ni timu imechukua tuzo imefanya nini afu upande wa pili usipinge. Kwa hiyo hiki kitu tugundue kwamba mpira ni kuna muda mwingine kuna ukweli ndani ya mpira, na kipimo tosha cha mtu ambaye anaofahamu mpira ni kukubaliana matokeo halisi ya mpira ambayo anakuwa anayaona. Lakini ukiona kwamba kuna matokeo halisi unayaona, lakini kwa sababu ya ushabiki Usimba na Uyanga unakuwa mbishi, basi hiyo inakuwa wewe sio mjuaji wa mpira wala ufahamu mpira. Wewe sio mtu wa mpira kwa tafsiri fupi. Kwa hiyo tujaribu kujifunza hivyo, lakini tunaenda tena matukio mengine ambayo ameenda kwenye ligi yetu ni kutokana na namna ambavyo sasa hivi tunaona mambo yanavyoenda kwenye ligi. Tunaona mchezaji Clatous Chama akiwa na mwendelezo mzuri wa kufunga na kuassist, lakini pia kuna mchezaji Alan Okello naye anaonekana na kuja kwa kasi ya ajabu, japo kuna baadhi ya wachambuzi ambao walikuwa wakimbeza kweli kweli. Leo hii Alan Okello ni mchezaji ambaye anaongoza kwa assist NBC Premier League na ni moja kati pia wachezaji ambao wanafunga kwa mechi za hivi karibuni. Kwa hiyo hii inatupa picha gani? Inatupa picha kwamba ligi ya Tanzania inakuwa wachezaji kuna namna ambavyo mwishoni mwa msimu viwango vinaongezeka. Yes, kwa ni namna ambavyo pia ligi inakuwa inavutia zaidi. Mpaka sasa hatujajua bingwa ni nani kwa sababu kuna gap tu la tofauti ya pointi kadhaa, nafikiri ni pointi 5. Dar es Salaam Young Africans wakiwa wanaongoza ligi, lakini Simba wakiwa wanafuata. Anaongoza kwa assist ni Faisal Salum Abdalla Feitoto, ana assist ana assist 8, lakini Elim Panzo Kibisawala ana assist 7, Alan Okello ana assist 7, lakini Duke Abuya ana assist 6 na Lamin Jogu yeye bwana ana assist 5. Kwa ni kitu ambacho kinaonesha namna gani kuna mvutano na wachezaji wana uwezo kweli kweli. Lakini mchezaji Clatous Chama amekuwa ni muhimili mkubwa sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na hii imefanya maana akachukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi ya kwa mara 3 mfululizo. Ameweza kuchukua hiyo kabla ya mchezo wa Tanzania Prisons. Alishafanya hivyo kwenye michezo miwili iliyopita dhidi ya JKT Tanzania pamoja na Dar es Salaam Young Africans, lakini Chama ameongoza Simba kupata ushindi wa magoli 4 dhidi ya Tanzania Prison na kuvuna alama 3 za mchezo. Mechi ambazo Chama aliibuka na nyota wa mchezo ni pamoja na Simba dhidi ya Dar es Salaam Africans, Simba JKT Tanzania, Simba na Tanzania Prisons. Kwa hiyo Chama amefunga magoli 3 kwenye mchezo mitatu iliyopita, akiwa amefunga goli 1 kwa kila mchezo. Hizo ni takwimu za Clatous Chama.
ni kitu ambacho kimezua utani kuhusiana na kuweza kumpatia uraia na nini. Lakini kwa upande wangu mimi nimeona nichukulie kauli ya Mheshimiwa Paul Makonda kama mzaa fulani kwenye mpira. Lakini je, baada ya kusema hivyo, mna hakika mchezaji huyu alishawahi kuomba uraia wa Tanzania? Je, mna hakika kwamba mchezaji huyu hana uzalendo na nchi yake, kwamba atamani kuchezea nchi aliyozaliwa, kwa maana ya kwamba Zambia? Kwa Chama ni mchezaji wa timu ya taifa ya Zambia na tunaamini kwamba ni mzalendo kama jinsi Tanzania tulivyokuwa wazalendo. Inakuwa vigumu sana mfano mchezaji kama Mbwana Samata aje abadilishe timu au raia aenda akachezea labda Ufaransa. Kwa sisi mashabiki wa Tanzania ambaye tunamtegemea mchezaji kama Mbwana Samata, unafikiri tutajisikiaje? Mimi naona pia mchezaji kama Clatous Chama ni kama Mbwana Samata alivyokuwa kule na uzalendo na timu yake ya taifa, na anacheza kule lakini anatamani siku moja timu yake ya taifa iweze kufika mbali. Ndivyo hivyo ilivyo kwa mchezaji Clatous Chota Chama ambaye ni mchezaji wa nchini Zambia kule, ni mchezaji wa timu ya taifa ya Zambia na ni moja kati ya wachezaji ambao wanategemewa na wanafanya vizuri zaidi katika timu hiyo. Kwa hivyo mchezaji Clatous Chama ni mchezaji ambaye ana maamuzi na anatakiwa afikirie pia uzalendo wake kuhusiana na utaifa wake, na yeye si Mtanzania. Na je, Watanzania wamependa yeye awe Mtanzania kwa lengo la kusaidia timu ya taifa? Yeye atakubali kuisaliti timu yake? Ni maswali ambayo wengi hatakuwa tukijiuliza juu ya hilo, lakini ni kitu ambacho inatakiwa tutafakarishe ubongo wetu kuhusiana na uraia. Si rahisi hivyo tu mtu kwa sababu amecheza vizuri kafunga goli basi tumpe uraia. Angalia ana uzalendo na ana uzalendo. Nilishawahi kuona kipindi fulani Morrison alikuwa akifanya vizuri katika mashindano ya Tanzania hapa, akicheza katika vilabu vyetu viwili vya wasimu wa Dar es Salaam Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Kuna baadhi ya timu zilikuwa zikitamani kuweza kumpa uraia mchezaji kama Morrison, lakini matokeo yake ni kwamba hakuwa na muda mrefu, lakini impact yake tuliona. Je, vipi kama tungeishampa uraia mchezaji yule ambaye amekuwa akionekana ana utovu wa nidhamu mara kadhaa, kitu ambacho kimekuwa kikitilia shaka. Kwa hiyo kumpa mchezaji uraia sidhani kama inafaa kwa haraka hivi, na pia tuangalie tunampa mchezaji uraia ametaka, amependa, na atakuwa na impact gani baada ya kumpa uraia. Kwa sababu tukiangalia Simbezi Chama Chama ni mchezaji mzuri na ana uwezo, lakini ukiangalia namna umri ulivyoenda na nini, labda atusaidie kwa malengo mengine, lakini sio kusaidia timu ya taifa kufika mbali. Labda akisha kuja Tanzania tukishampa uraia, yeye anaweza akawa labda kocha sehemu fulani, au akawa kiongozi wa timu fulani, au akawa mshauri kwenye sekta fulani, lakini swala la kusema ni kucheza kwa ajili ya kuisaidia timu ya taifa, hapo tutakuwa ni uongo. Kwa mimi kauli ya Mheshimiwa Paul Makonda nimechukulia kama mzaa, lakini sijaibeza. Yangu yalikuwa ni hayo. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.